Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inadaiwa na wakandarasi shilingi trilioni 1.3, lakini vile vile kutokana na kutokulipa mnadaiwa riba shilingi bilioni 136. Ndio maana barabara zimekwama. Kwa nini Mheshimiwa Naibu Waziri unawapa wabunge majibu ya matumaini ambao najua hayatekelezeki? Mheshimiwa Halima, swali hili kwa ujenzi wa barabara umeingia kwenye masala. Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Neema Mwia Mgaya. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeanza ujenzi wa barabara ya Njombe Kibena Madeke hadi Lupembe. Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeanza ujenzi wa barabara ya Njombe Kibena Madeke Lupembe hadi Mikumi mkoa wa Morogoro kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Sehemu ya Mikumi hadi Ifakara yenye urefu wa kilomita 109, ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami umekamilika. Sehemu ya Ifakara Mbingu kilomita 62.5 na Mbingu Chita kilomita 37.7, kazi za ujenzi kwa kiwango cha lami zinaendelea. Kwa sehemu iliyobaki ya Chita hadi Kibena ambao ni mkoa wa Njombe kilomita 246.44, serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kuendelea na ujenzi. Mheshimiwa Deo Faustin Sanga. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nichukue nafasi hii kuipongeza serikali kwa majibu mazuri, lakini kwa sisi wana Njombe hususan watu wa Lupembe, hii ilikuwa ni moja kati ya ndoto zao kuona barabara inayotoka Morogoro inapita Mlimba inakuja hadi Lupembe na inakuja hadi Njombe inajengwa, na serikali niweke wazi kwamba wamefika kwenye eneo tayari mkandarasi na anaendelea na taratibu zingine. Kwa hiyo kwa niaba pia ya Mheshimiwa Naibu tunashukuru sana, kwa niaba ya mbunge wa jimbo tunashukuru. Maswali yangu ni mawili. Swali la kwanza, je, ni lini hivyo vipande viwili vilivyobakia upande wa Morogoro na upande wa kuja hadi Njombe mjini vitaanza pia kutangazwa ili anze kujengwa? Swali langu la pili, umezungumza wakati tunajibu swali la namba 38, umezungumza kuhusu kipande cha Makete Kitulo kuelekea Mbeya, barabara Isionji. Ni kweli mkandarasi amefika, ni kweli mkandarasi ameanza kazi, lakini hivi ninavyozungumza muda huu magari mengi yamekwama barabarani kwa sababu ya hali mbaya ya barabara. Ni ipi maelekezo ya serikali kwa mkandarasi muda huu aweze kunasua na barabara iweze kupitika ili wananchi waendelee na shughuli za kiuchumi? Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba nianze kujibu swali la pili la Mheshimiwa mbunge la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi hiki cha masika na hasa pale ambapo tunakuwa na ujenzi, tunakuwa na hizi barabara za mchepuko kwa maana ya diversions. Na maeneo mengi kwa sababu barabara inakuwa si imara sana kama barabara yenyewe, mvua ikinyesha kubwa ama inaondoa tuta ama inafanya ile eneo isipitike. Lakini nataka nitumie nafasi hii kumwelekeza meneja wa mkoa wa Njombe kuhakikisha kwamba anamsimamia mkandarasi ambaye yuko site kukwamua magari yote ambayo yamekwama ili wananchi wasipate hiyo adha. Na katika swala lake la pili la vipande vilivyobaki kutangazwa, nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na wananchi wa Njombe na hasa mbunge wa Lupembe, tunavyoongea sasa hivi, jana zabuni imefunguliwa ambayo ilishatangazwa kilomita 42 kutoka Kibena hadi kijiji kinaitwa Kidegembe kilomita 42 ambayo ilikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Tayari zabuni imefunguliwa, kwa hiyo tutategemea kazi itaanza haraka iwezekanavyo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.